Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Kwa pamoja tutazame namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubuni kukumbusha kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uwekezaji kusimamia mabasi mwendo kasi. Mchengerwa aiba dati miezi 7 apatikane, serikali kuokoa bilioni 300. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika utalii wavunja rekodi mapato fedha za kigeni. Habari katika ukurasa wa 3. TFS yatoa gawio bilioni 63. Habari katika ukurasa wa 4. Wakazi 2131 walipwa bilioni 52 wahame bonde la Msimbazi. Habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti hili limeandika watu 10 wadakwa na dhahabu ya bilioni 1.5 Mbeya. Habari katika ukurasa wa 20. Kaya nyingine 77 za hama Ngorongoro. Habari katika ukurasa wa 2. REA yaunganisha umeme vijiji 5481 miaka mitatu. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaridhishwa na majaribio SGR Damoro. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika amua mtalaka wake naye ajinyonga. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, linalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kusuasua usafiri mwendo kasi, sekta binafsi kuokoa jahazi. Mchengerwa awabana vigogo, awapa miezi 7 kupata mbia wa mwendo kasi kuboresha usafiri huko nchi. Wamiliki wa daladala nao wajipanga. Habari kwa urefu zaidi inapatikana kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika nukuu ya Mchengerwa, waziri wa TAMISEMI, ikisema wala hakuna mjadala ikifika Oktoba wakishindwa kuhakikisha kwamba watu wa Dar es Salaam wanahudumiwa vizuri, walete barua ya kujiuzulu, kwa sababu hatuwezi kwenda kama kawaida. Watu wanataka huduma hazitolewi, watu wanatoa huduma wanavyotaka wao. Mtu anaweza akaamua tu kusimamisha basi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika madini ya bilioni 1.5 yanaswa Mavunde akomana kinara. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Vipande 334 vya dhahabu vyenye thamani ya bilioni 100.5 vimekwama jijini hapa vikiwa kwenye harakati za kutoroshwa, huku watuhumiwa 10 wakitiwa mbaroni. Mmoja anadaiwa ndiye. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika 4 wauawa tuhuma za kuiba mifugo Dodoma. Habari katika ukurasa wa 6. Askofu Mwagala alivyosimikwa, Dr. Biteko ataka uchaguzi usiwagawe. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lakini pia nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia aipaisha Tanzania kimataifa, yashika nafasi ya 7 miongoni mwa nchi 18 zilizo bora duniani. Waziri Kairuki Dr. Abbas wafunguka miaka 3 ya uongozi wake. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Biteko, Rais Dr. Samia anaendesha nchi kwa utulivu. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yasisitiza kuthamini mchango wa wadau wa maendeleo. Habari katika ukurasa wa 4. Korea yaimwagia msaada ya vifaa TanTrade. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Samia kutekeleza kwa dhati sera ya uongezaji thamani. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mradi wa bomba la mafuta waendelea kushika kasi. Habari katika ukurasa wa 9. Putin ahutubia umati wa Red Square baada ya ushindi mnono. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika wazalishaji wanaoingiza mabati yasiyo na ubora wasipewe nafasi. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi.
Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mume akienda jela miaka 60, magumu walioachiwa mke, watoto watano. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni aliyenajisi na kumpa ujauzito mwanawe wa miaka 11. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dhahabu ya bilioni 1.5 ya naswa ikitoroshwa. Habari katika ukurasa wa tano. Operation ya vidhibiti mwendo kwa maroli yaja. Habari katika ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili limeandika RC aagiza mchaka kwa shule zote. Habari katika ukurasa wa pili. Wagombea udiwani 127 kupigiwa kura leo katika kata 22. Habari katika ukurasa wa 4. Wakala wa misitu kupanda miti tiba saratani. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili katika ukurasa wake mbele limeandika Real Madrid yalalamika ubaguzi kwa Vinicius. Habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili limeandika Gamondi aichambua Mamelodi kwa Yanga. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia azungukwa, waliopambana asimrithi JPM wajipanga kumhujumu tena. Kauli ya jenerali mstaafu Mabeyo yatikisa CCM, wasisitiza ni Samia tena wakunwa na utendaji wake. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni miaka mitatu ya kishindo, afanya makubwa, ahidi makubwa zaidi. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. KKKT sasa ya vurugwa, wachungaji 32 wakimbilia KKAM, wainjilisti 20 wasubiriwa. Habari katika ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti Raia Mwema katika ukurasa wake mbele limeandika wakili akoromea polisi. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Bunge lapongeza mahakama. Habari katika ukurasa wa tano. Makala miaka mitatu ya Samia ilivyoleta mapinduzi TPA. Habari katika ukurasa wa saba. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti ya Raia Mwema muungwana na kitendo Jumatano leo. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia ang'arisha utalii. Waziri Kairuki amshukuru kwa kuongeza bajeti ya wizara ambayo imechangia kupatikana mafanikio makubwa katika sekta hiyo. Asema watalii walioingia nchini mwaka jana walikuwa milioni 1.8 na kueleza mchango huo umeongeza mapato hadi kufikia dola bilioni 3.3. Sekta ya wanyamapori yawa kinara duniani kwa idadi kubwa ya wanyama kutokana na ujangili kudhibitiwa, kuimarisha usimamizi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika TFS yajivunia mafanikio miaka mitatu ya Rais Samia. Habari katika ukurasa wa pili. Rais Dr. Mwinyi kuzindua utoaji vitalu uchimbaji gesi. Habari katika ukurasa wa 10. Koika yatoa ruzuku bilioni 356 miradi ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 8. REA imefikisha umeme vijiji 11,843. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika kumradhi serikali mamlaka hifadhi ya Ngorongoro na wasomaji. Habari katika ukurasa wa pili. RC Masha ashusha maagizo Shinyanga, watumishi na watendaji wametakiwa kutojihusisha na makundi ya kisiasa, badala yake wajikite katika utendaji kwa kusikiliza kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi. Habari katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Dr. Biteko atoa uelekeo uchaguzi serikali za mitaa, atoa wito kwa Tanzania kuchagua viongozi wanaokerwa na shida za wananchi, ahusia kuwa wasichague viongozi kwa kigezo cha ukabila, dini au mahali walipotoka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. TFS yatatua migogoro 423 kati ya 438 baina ya hifadhi za misitu na vijiji. Habari katika ukurasa wa 3. Miaka mitatu ya Rais Dr. Samia, REA yajivunia kufikisha umeme vijiji 11,843. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Nchimbi ahudhuria mkutano wa vyama rafiki kusini mwa Afrika Zimbabwe. Habari katika ukurasa wa 4. TANAPA miaka mitatu ya Rais Samia, wawekezaji watalii wafurika hifadhi za taifa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi.
Lakini pia ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aipaisha TFS makusanyo bilioni 372, watu wagawio serikalini bilioni 62.9, asali ya dola milioni 40 yauzwa nje. Habari ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili. Bilioni 44 kujenga miradi ya kusambaza umeme Pwani, migodi midogo 30 kunufaika na mradi. Habari katika ukurasa wa 3. Kaya 77 zenye watu 463 zaagwa Ngorongoro. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yatoa bilioni 306 kulipia gharama za saratani. Kamati yataka uchunguzi wa fedha miradi Manyara. Habari katika ukurasa wa 4. TMA yatabiri mvua kubwa siku 3 mikoa 8 nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika maadui wa Samia kihunzi alichokwepa kuelekea 2025. Habari katika ukurasa wa 11. Lakini pia gazeti hili limeandika wagombea 127 udiwani kupigwa kura kata 22 leo. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Pata nakala yako liweze kusoma kwa undani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Na mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani, lenye limeandika Dube anaishi kifalme, atengewa bilioni 1 Jangwani, mchongo mzima huko hivi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ijayo ni Yanga vs Mamelodi, mchezo utapigwa Jumamosi Machi 30 saa 3 kamili usiku, uwanja Benjamin Mkapa. Gazeti hili limeandika siri ya kuficha timu zenje, ijayo ni Simba vs Al Ahli tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka huu 2024 saa 3 kamili usiku, Dar es Salaam. Lakini pia gazeti hili limeandika ngumi jiwe, rekodi 10 matata kwenye ulingo wa masumbwi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Sancho aende, Malen aje. Habari katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika hadithi mpya ya penzi la usaliti inapatikana kwenye ukurasa wa 16. Kimataifa Ijumaa ni Bulgaria vs Tanzania, mchezo unapigwa saa 8 kamili mchana. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti liweze kusoma kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Na gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika mambo ya anza ujenzi wa viwanja AFCON 2027, Kikwete azipeleka Simba Yanga nusu finali. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pacome ashusha pressure Yanga, aitwa Ivory Coast. Samia awakutanisha Harmonize Diamond. Habari katika ukurasa wa 21. Simba Yanga kuachiwa nyota wao. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Gamondi aichambua Mamelodi kwa Yanga, asema ni wakubwa sana kwao, ahoji si wanacheza 11 kwa 11 au TFF yazibeba. Habari katika ukurasa wa 23. Benchika na siri Simba kambi zenje. Habari katika ukurasa wa 23. Sababu Argentina kumwacha Messi. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Pacome kutoa Ivory Coast, Simba Sports Club kambi ya Zanzibar imependekezwa na Benchika, mambo ya iva ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa wa Kabumbu wa Arusha. Bondia Mwanjwango wa Tanzania adinga nusu finali michezo ya Afrika kutoa ufafanuzi atakayegharamia safari ya Taifa Stars. Kocha Dabo amchimbia mkwara Nabi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Lakini pia nilo gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo, lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika TFF yazitesa Yanga Simba, wadau washauri wachezaji wao wasingeruhusiwa kujiunga Stars, wazihofia Mamelodi Sundowns Al Ahli. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Utashi wa Samia wapaisha soka la Tanzania. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo nakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.